Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Aya iliyosomwa mbele ya jopo la Saudia kule Tehran, watu wengi wamefuatilia aya hii. Qad kana lakum aya fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithleyhim ra'y al-'ayn wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Katika tafsiri ya Tabari anabainisha Imam at-Tabari kwamba aya hii ilikuwa wanahutubiwa Mayahudi ambao kwamba walikuwa katika mji wa Madina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa habari ya kwamba vita vya Badri ni alama, ni aya adhima na dalili ya wazi ya ukweli wa risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad kana lakum aya, kwa ilikuwa ni muujiza na ni alama kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume, sidqi risalati nabi sallallahu alaihi wasallam, na wakitahadharishwa wasiwe ni wenye kumfanyia uadui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema fi fi'atayn iltaqata, ni aya, ni alama katika makundi mawili ambayo kwamba yalikutana. Kundi la kwanza ni kundi la Waislamu chini ya uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Kisha na kundi lingine wa ukhra kafira, na kundi lingine ambalo kwamba ni la mushrikina la kikafiri, wanapigana katika njia ya ukafiri na batil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yarawnahum mithleyhim ra'y al-'ayn. Waislamu waliona hili kundi la mushrikina ya kwamba ni mithili yao mara mbili. So Waislamu walikuwa ni wachache, takriban 313, mushrikuna walikuwa takriban 1000. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwanusuru Waislamu na wakashindwa mushrikina. Hii iwe ni alama ya kwamba nusra si kwa idadi kubwa, wala si kwa jeshi kubwa, wala si kwa maandalizi makubwa, bali ni kwa ta'yid min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa aya hii ambayo imesomwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Mwenyezi Mungu ananusuru, anamuunga na kumtia nguvu kwa nusra yake Mwenyezi Mungu amtakaye. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar, hakika katika haya kuna mazingatio kwa wenye akili. Aya hii haitupi kisa cha kihistoria tu kwa mujarrad wa kupata mawaidha, bali yatuchorea sisi kanun rabbani katika mavutano baina ya haki na batil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakushikanisha nusra na kwa idadi kubwa, wala kwa silaha, kughilibu mwingine kwa silaha, bali ameufungamanisha na iman na sihhat alqiyada, uongozi wa sawa, na risala na kustahiki kupata nguvu kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu katika vita vya Badri walikuwa ni wachache, mustadhafa, lakini walikuwa ni umma unaobeba Uislamu kiuongozi na kinidhamu, na walikuwa nyuma ya kiongozi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ni kiongozi mwenye hikma. Ama mushrikina pamoja na wingi wao na nguvu yao walikuwa wakibeba bendera ya batil, kwa hivyo wakashindwa. Kwa hivyo ikhwani fillah, tunaposoma Qur'an, yatakana Qur'ani iwe ni yenye kutunoa na kutuzidisha nguvu na kututia hamasa na kuiunganisha na wahi. Si kusoma Qur'ani kwa ajili ya kupata thawabu peke yake, bali yatakana tusome Qur'ani tuunganishe na wahi. Bila shaka wengi tunapolingania kuhusu kurudi kwa khilafa, walikuwa wakituambia tutawashinda vipi Amerika na Israeli na nani na nguvu zao. Lakini leo tumeona kwamba idadi na silaha si chochote,
mbele ya iman na thabat, na watu wakiwa ni wenye kushika manhaji ya kisawa sawa. Kwa hiyo tunapata darsa katika aya hii, na hiyo kwetu ni mauidha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie nusra kwa umma huu na kuweze kurudi kiada yake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.